Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Kazi na Uwekezaji inaendelea kutoa elimu kwa wananchi katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar ili kuongeza uelewa kuhusu madhara ya ajira kwa watoto na umuhimu wa kuzuia vitendo hivyo. Hayo yameelezwa na Waziri wa Kazi na Uwekezaji wakati akizungumza na waandishi wa habari katika kuelekea maadhimisho ya kimataifa ya kupinga ajira kwa watoto duniani yaliyofanyika huko ofisini kwake Mwanakwerekwe, mkoa Mjini Magharibi Unguja. Amesema wizara inaendelea kutoa elimu kwa wananchi katika maeneo mbalimbali ikiwemo madiko ya samaki Unguja na Pemba kutokana na kuwepo kwa matukio ya watoto kuajiriwa katika maeneo hayo. 2022 limekuwa likihamasisha maadhimisho ya siku ya kupinga ajira za watoto duniani kila ifikapo tarehe 12 Juni kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu madhara ya ajira za watoto na kuhimiza hatua za kuzikomesha. Kauli mbiu ya mwaka huu ni Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults. Yaani kadi nyekundu kwa ajira za watoto, haki na ulinzi kwa watoto, kazi zenye staha kwa watu wazima. Kauli mbiu hii inasisitiza ulinzi wa watoto dhidi ya ajira na unyonyaji pamoja na umuhimu wa kuhakikisha watu wazima wanapata kazi zenye staha ili kuimarisha ustawi wa familia. Ndugu wananchi, katika kuadhimisha siku hii, wizara itaendelea kutoa mafunzo kwa wawakilishi kutoka wizara na taasisi za serikali katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Mada mbalimbali zitajadiliwa ikiwemo rasimu ya mpango wa taifa wa kupambana na ajira za watoto wa mwaka 2026-2032. Aidha, wizara itatoa vyeti vya shukrani kwa vijana 10 kutoka taasisi za serikali na binafsi waliotoa mchango mkubwa katika mapambano dhidi ya ajira za watoto Zanzibar. Ndugu wananchi, kwa mujibu wa takwimu za ILO na UNICEF za mwaka 2024, watoto milioni 138 duniani wanajihusisha na ajira za watoto, ambapo milioni 54 wanafanya kazi hatarishi zinazohatarisha afya, usalama na maendeleo yao. Kwa upande wa Zanzibar, takwimu za mwaka 2024 zinaonyesha kuwa asilimia 7.6 za watoto wenye umri wa miaka 5 mpaka 17 wanafanya kazi, asilimia 7.5 wako katika ajira za watoto na asilimia 7.4 wanajihusisha na kazi hatarishi. Katika kuimarisha mapambano dhidi ya ajira za watoto Zanzibar, wizara imefanikiwa kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, kuanzisha nambari maalumu ya simu, yaani 0650 020296 kwa ajili ya kupokea taarifa na malalamiko kuhusu ajira za watoto. Pili, kushirikiana na shirika la kazi duniani. Kwa kushirikiana na shirika la kazi duniani, imepitia mpango wa kupambana na ajira za watoto Zanzibar wa mwaka 2006-2015 ili kuweka mikakati mipya na endelevu ya kutokomeza ajira hizo. Tatu, kuweka mabango ya uhamasishaji katika maeneo ya Unguja, katika diko la Malindi, soko la Darajani, soko la Mwanakwerekwe, mkutaniko wa roundabout ya Unguja Ukuu na katika eneo la Wizara ya Kazi na Uwekezaji Mwanakwerekwe. Na mabango hayo yanatarajiwa kuwekwa kwa upande wa Pemba na maeneo mengine hivi karibuni. 4, kupitia dawati la kupinga ajira za watoto bandari ya Malindi, watoto 2340 waliingia Zanzibar kati ya Julai 2025 na Machi 2026, wanawake wakiwa 1717 na wanaume 623, ambapo watoto 1467 walibainika kuingia Zanzibar kwa lengo la kufanya kazi. 5, kufanya ukaguzi katika madiko 20 ya samaki Unguja na Pemba ili kufuatilia uwepo wa ajira hizo katika ambayo ni Malindi, Buyu, Mazizini,
Kizimkazi Mkunguni, Kizimkazi Dimbani, Mgeo Kuu, Chwaka, Uroa, Mangapwani, kwa Bwandau, Narani, Fungurefu, Kokotoni, Kendwa, Pwani Mchangani, Bwekuduni na Unguja Ukuu Kae, Pwani, Ndagoni, Msuka na Mtangani. 6. Kufanya mkutano wa uhamasishaji kwa masheha na walimu katika maeneo Unguja na Pemba kuhusu madhara ya ajira za watoto. Na 7. Kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wananchi 7 waliobainika kuwatumikisha watoto kinyume cha sheria. 2 tayari wamelipa faini huku 5 wakiendelea na taratibu za malipo. 8. Kufanya vipindi 10 vya elimishaji kupitia vyombo vya habari vya radio na television. Ndugu wananchi, kwa kumalizia, nitoe wito kwa wasimamizi wa madiko ya samaki, fukwe za bahari, wakuu wa masoko, kilimo cha karafuu, mwani na wamiliki wa mahoteli kuwa ni kosa kisheria kumtumikisha mtoto au kumwajiri mtoto, na serikali haitosita kumchukulia hatua za kisheria ikiwemo kulipa fine, fedha taslim au kifungo kisichopungua miezi 6 jela. Aidha, niendelee kutoa wito kwa wananchi wote kutoa taarifa za matukio ya ajira za watoto kwa masheha, vituo vya polisi au kupiga nambari 065 002 0296. Pia nawashukuru wadau wote wakiwemo taasisi za serikali, asasi za kiraia, washirika wa maendeleo pamoja na waandishi wa habari kwa ushirikiano wao katika kupinga ajira za watoto Zanzibar. Maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga ajira kwa watoto hufanyika kila mwaka tarehe 12 Juni kwa kauli mbiu mbalimbali. Kwa mwaka huu maadhimisho hayo yamebeba kauli mbiu isemayo kadi nyekundu kwa ajira za watoto, haki na usawa kwa watoto, kazi zenye staha kwa vijana na watu wazima. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.